How much? Excuse me? How much for the car? She's not for sale. You have good day, sir. Daisy. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tutauanza ulimwengu mpya wa movie za John Wick, na tutaanza na movie ya kwanza kabisa John Wick iliyotoka mnamo mwaka 2014. Na stori nzima sasa ilikuwa kimuhusu mchezi mmoja hivi alikuwa anaitwa John Wick, ambaye John Wick sasa alikuwa ni muuaji wa kukodi ndani ya jiji lisilolala linaloitwa New York. Na kuna watu sasa ambao walikuwa wakihusika kuorganize uhalifu mbalimbali ndani ya jiji pamoja na miji mbalimbali duniani. Na watu sasa ndani ya ulimwengu wa movie za John Wick tulikuwa tunawaita high table. Na high table sasa walikuwa wakitumia hoteli mbalimbali duniani, na hizo hoteli sasa ndani ya ulimwengu wa movie za John Wick tulikuwa tunaziita Continental Hotel. Na ndani ya movie yetu John Wick ya kwanza ambayo ilitoka mnamo mwaka 2014 tunakuwa introduced na moja wapo ya hoteli, ambayo hiyo hoteli sasa ilikuwepo pande za New York. Na kila hoteli sasa ya Continental ilikuwa na meneja, na meneja sasa wa hoteli ya Continental iliyokuwepo pande za New York alikuwa mchezi mmoja hivi alikuwa anaitwa Winston Scott. Na kwa wale wapenzi sasa wa movie za John Wick tunafahamu kuwa kuna TV show moja special inayokuja inayoitwa The Continental, na hii TV show sasa itaeleza jinsi gani Winston Scott alivyofanikiwa kuwa meneja wa hii hoteli ya Continental iliyopo pande za New York. Na hii TV show ya Continental itaturudisha nyuma hadi miaka ya 70. Na kila hoteli sasa ya Continental, tukiachana na kuwa na meneja, lazima iwe na receptionist. Na hapa ndo tunakutana na mchizi mmoja hivi anaitwa Sharon. Na Sharon sasa katika hii movie yetu alikuwa akiongea kwa kutumia accent ya Kenya, ila kwa sasa hatujui kama mchizi alikuwa ni Mkenya au alikuwa akitoka katika nchi yoyote ile barani Afrika. Na hii nafasi ya Sharon sasa ilikuwa kichezwa na mchizi mmoja hivi Marekani alikuwa anaitwa Lance Reddick, ambaye kwa bahati mbaya alifariki mwaka huu 2023 mwezi wa 3. Rest in peace Lance Reddick. Na binafsi sasa nilimuona kwa mara ya kwanza kabisa Lance Reddick katika TV show ya The Wire na vile vile katika TV show inayoitwa Fringe. Na binafsi naweza sema The Wire pamoja na Fringe ni moja ya TV show bora kabisa katika ulimwengu wa sinema, na kama unapenda mambo ya science fiction basi TV show ya Fringe sio TV show ya kuikosa. Na tukirudi katika movie yetu sasa, John Wick ni mchizi ambaye alikuzwa katika familia ya Kirusi, na kwa bahati mbaya sasa alikuzwa kama muuaji wa kukodishwa. Na John Wick sasa alikuwa akifanya kazi yake vizuri sana, ikafikia hatua wakamuita jina Baba Yaga au kwa jina jingine Bogeyman, yani Baba Yaga. Sasa kwa stori za kale za watu wa Ulaya Mashariki wanaamini kuwa Baba Yaga ni kiumbe au nguvu fulani vya kiuchawi ambao haielezeki, na mara nyingi sasa huwa wanatumia jina Baba Yaga kuelezea mizimu aina mbalimbali. Na maisha ya John Wick sasa yalibadilika baada ya kukutana na mdada mmoja hivi anaitwa Helen. Na John Wick sasa kwa sababu ya mapenzi mazito kwa Helen akaamua kuacha ulimwengu wa mauaji ya kukodisha na akaamua kumuoa mwanamke anaitwa Helen. Na kabla ya kumuoa sasa huyu mwanamke anaitwa Helen, John Wick alikuwa akifanya kazi chini ya bosi mmoja wa Kirusi alikuwa anaitwa Viggo Tarasov. Na ilikuwa kimbia ulimwengu sasa wa mauaji, John Wick anafanya kazi ya mwisho kwa ajili ya Viggo Tarasov, na hii kazi sasa ndio kazi ambayo ilimpa utajiri ambao anao sasa Viggo Tarasov. Ila kwa bahati mbaya sasa baada ya kuuana ndani ya miaka 5, mke wake na John Wick huyu anaitwa Helen anafariki dunia baada ya kupata kansa. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa kuna vitu fulani hivi ambavyo vilimtokea John Wick na kusababisha John Wick kurudi tena katika ulimwengu wa mauaji. Na swali la kujiuliza sasa, je, ni vitu gani ambavyo vilimsababisha John Wick kurudi tena katika ulimwengu wa mauaji? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wetu wa vibanda umiza, basi usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ndani ya channel yetu changa ya vibanda umiza ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na baada ya mke wa John Wick, Helen Wick kufariki, Helen Wick anaamua kumwachia mbwa John Wick akiamini kuwa huyu mbwa atampa faraja John Wick katika kipindi kigumu baada ya kufariki kwake. Na kiuhalisia yani John Wick alikuwa katika hali ngumu kwa sababu kuna kipindi alifikiria kujiua.
Na siku chache baadaye sasa anakutana na magangster fulani wa Kirusi ambao walikuwa na mpango wa kununua hii gari yake. Ila John Wick sasa alikuwa hana mpango wa kuiuza hii gari kwa sababu hii gari ilikuwa na kumbukumbu nyingi sana kati yake yeye na mke wake kipenzi Helen aliyefariki dunia. Na cha kuongezea tu, John Wick alionyesha uwezo mkubwa sana wa kuongea Kirusi. Kwa hiyo inamaanisha sasa baada ya gangster wa Kirusi kumkashfu kwa kutumia lugha ya Kirusi, John Wick aliweza kumwelewa, na hii kitu sasa iliongeza sitofahamu kati ya magangster wa Kirusi pamoja na John Wick. Na kwa bahati mbaya sasa hawa magangster wa Kirusi waliamua kumfuata John Wick hadi sehemu anapoishi, na kwa bahati mbaya zaidi sasa waliingia kumpiga na kumuua mbwa wake. Na cha kuongezea tu, waliamua kuiba hii gari ya John Wick inayoitwa Mustang, na kwa baba zaidi wakaamua kuipeleka kwa mchizi mmoja hivi anaitwa Aurelio, ambaye Aurelio sasa alikuwa na garage kwa ajili ya magari ya wizi. Na Aurelio sasa aliitambua hii gari na akajua fika hii gari ni ya mchizi mmoja hivi anaitwa John Wick, ambaye anatambulika kama Baba Yaga katika ulimwengu wa uhalifu Marekani pamoja na duniani kote. Na hapa ndo tunatambua kuwa kumbe huyu kijana sasa ambaye alifanya mauaji ya mbwa John Wick hakuwa mwingine, alikuwa ni mtoto wa Viggo Tarasov. Na Viggo Tarasov sasa alikuwa ni mafia ya Kirusi ndani ya New York, na huyu mtoto wake alikuwa anaitwa Losef Tarasov. Na swali linakuja sasa, je, Viggo Tarasov ataruhusu John Wick kumuua mwanae huyu wa kiume anaitwa Losef Tarasov ili kulinda maisha yake pamoja na biashara yake? Na John Wick sasa baada ya kwenda katika gereji inayomilikiwa na Aurelio anagundua kuwa mtu aliyemfanyia unyama huu hakuwa mwingine, alikuwa ni Losef Tarasov ambaye ni mtoto wa Viggo Tarasov. Na kwa baba zaidi sasa Viggo Tarasov pamoja na John Wick walikuwa na historia kubwa na walifanya kazi miaka mingi iliyopita. Na kama swali wanavyosema, damu ni nzito kuliko maji, na Viggo sasa anaamua kuingia vitani dhidi ya John Wick kwa ajili ya kumlinda mwanae huyu Losef Tarasov. Na baadaye sasa tulifanikiwa kuiona tatuu ya msalaba iliyokuwa nyuma mgongoni kwa John Wick, na hii tatuu ya msalaba sasa ilikuwa ni ishara au tatuu ya ushirika ya kundi moja hivi la uhalifu linaloitwa Ruska Roma. Na hii Ruska Roma sasa ni kikundi cha uhalifu ambacho kilianzia katika nchi moja hivi au kitongoji kinachoitwa Belarus, na Belarus sasa enzi hizo ilikuwa ndani ya Soviet Union. Na kuhusu historia nzima ya John Wick pamoja na Ruska Roma, hii kitu nitaelezea siku nyingine. Ila in short sasa hii Ruska Roma ni kikundi cha majipsi au Roman people ndani ya Ulaya, na wajamaa sasa wapo Ulaya nzima. Kwa hiyo in short tunaweza sema sasa John Wick alikuwa ni memba wa majipsi au Roman people. Na kihistoria sasa wajamaa majipsi au Roman people sio wazungu, ila kitu tutaelezea siku nyingine. Na Viggo Tarasov sasa ndiye aliyekuwa wa kwanza kumshambulia John Wick, ila kwa bahati nzuri John Wick alifanikiwa kuwaua hawa watu ambao walishambulia nyumbani kwake. Na hapa pia tulifahamu kuwa John Wick alikuwa akifahamika sana katika ulimwengu wa uhalifu. Kwa mfano hapa tulimwona polisi anaitwa Jimmy, baada ya kuja nyumbani kwa John Wick alimuuliza John Wick kama ameshaanza kazi. Na vile katika ulimwengu wa uhalifu kulikuwa kuna maklina, ambao maklina sa kazi yao ni kuikusanya miili ya watu waliokufa na kwenda kuizika au kuipoteza. Na hapa sasa ndo tunapata picha kubwa kuwa kila kitu katika ulimwengu wa uhalifu kipo organized. Na Viggo sasa baada ya kushindwa kumuua John Wick anaamua kufungua contract au mkataba wa dola milioni 2 kwa ajili ya watu au wauaji kumtafuta John Wick na kummaliza. Na wauaji wengi sasa wakaanza kuingia pande za Continental au hoteli yetu ya Continental kwa ajili ya kutafuta makazi. Kumbuka sasa ndani ya hoteli ya Continental kulikuwa kuna sheria zake. Muuaji alikuwa haruhusiwi kufanya mauaji ndani ya eneo la Continental, na ikitokea akifanya mauaji sheria ya kifo itampata. Na hii sheria sasa ndani ya ulimwengu wa movie za John Wick tunaita excommunicado. Na hii kitu sasa katika movie yetu ya kwanza ya John Wick ilimpata mdada mmoja hivi anaitwa Miss Perkins. Na Miss Perkins sasa alijaribu kumuua John Wick ndani ya hoteli ya Continental, na kwa bahati mbaya zaidi sasa baadaye Miss Perkins alimuua mchizi mmoja hivi anaitwa Harry. Na hii kitu sasa ilimfanya Miss Perkins aipate adhabu ya excommunicado, na kwa bahati mbaya aliuawa na High Table.
Na kuhusu Haitebo sasa, wa jamaa tutawafahamu vizuri kwanza John Wick ya pili, ya tatu na ya nne, ila in short Haitebo ndio jamaa ambao wanamiliki za hoteli na vilevile ndio jamaa ambao wanamiliki magenge ya uhalifu duniani kote. Na Haitebo sasa ilikuwa na siti 12 na hii kitu tutadiskasi siku nyingine. Na vilevile Vigo alijaribu kumshawishi mchizi mmoja hivi alikuwa anaitwa Marcus, na Marcus sasa huyo mchizi alikuwa ni sniper hatari sana ndani ya ulimwengu wa movie za John Wick, na huyu sniper sasa ndiye alimfundisha kazi vizuri John Wick. Na Marcus sasa kwa sababu ya ukaribu wake na John Wick aliamua kumgeuka Vigo na kumsaidia John Wick. Na baadaye sasa John Wick alifanikiwa kumuua Losef, mtoto wa Viggo Tarasov, baada ya Viggo Tarasov kuchagua maisha yake yeye badala ya maisha ya mwanaye. Na hii kitu sasa ilimuumiza sana Viggo Tarasov, yani kwa nini John Wick afanikiwe kushinda, na vilevile ni kwa nini ampoteze mwanaye wa kipenzi huyu anaitwa Losef Tarasov. Na hii kitu sasa ilisababisha Viggo Tarasov kwenda kumuua Marcus. Na hii kitu sasa ya Vigo kumuua Marcus ilifungua mfarakano mpya kati ya Vigo pamoja na John Wick. Na kwa kuongezea tu, ndani ya hoteli yetu ya Continental kulikuwa kuna madokta, ila madokta sasa walikuwa na kutibu vidonda vyako bila ganzi. Ila theory zote kuhusu hoteli ya Continental tunadiskasi katika video nyingine. Na baadaye sasa Winston Scott, meneja huyu wa Continental Hotel pande za New York, anampa hint John Wick kuwa Vigo anakaribia kutoroka. Ila kwa bahati nzuri sasa John Wick anafanikiwa kumuua Vigo, na hapa tuliona mpambano mkubwa sana kati ya John Wick pamoja na vibaraka hivi vya Viggo Tarasov. Ila kwa bahati nzuri John Wick anafanikiwa kumuua Viggo Tarasov. Na kabla ya kufa sasa kwa Viggo Tarasov, tulipata msemo maarufu sana ndani ya ulimwengu wa movie za John Wick unaoitwa be seeing you. Na huu msemo sasa unamaanisha see you later, ila kiuhalisia sasa huu msemo ulikuwa na maana nyingi sana za kishairi ndani ya ulimwengu wa John Wick, ila binafsi nadhani unaweza kumaanisha see you in hell, kwa sababu muda wote ndani ya ulimwengu wa movie za John Wick walikuwa wanamconsider John Wick kama Bogman au Baba Yaga. Na kiuhalisia tunaweza sema John Wick alikuwa ni malaika wa kifo aka the angel of death. Na baadaye sasa ndo tunamuona John Wick hapa akiingia katika hospitali ya wanyama na anafanikiwa kupata dawa ya kupunguza maumivu, na vilevile anampata mbwa mpya. Na huo sasa ndo unakuwa mwisho wa review yetu hii ya John Wick ya kwanza. Na je, kitu gani kitafuata ndani ya movie ya John Wick wa pili? Kwa review zinazofuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.